Ni kweli alinikagua simu, na moja ya vijana ambao aliwakuta walio na message chafu kwenye simu zao ilikuwa ni ya kwangu. Na hata mimi mwenyewe moyo wangu ulilalamika sana, na baadhi ya watu kulalamika amewaonea sijui nini, kagua mpaka simu. Lakini moja ya kitu ambacho kama uko chini, kajitishe kwa mtu ambaye amekuzidi uwezo wa akili, uwezo wa ufahamu, kuweza kucontrol na kukuongoza. Kwa sababu hapa nilipo naponiona, ni kweli alinikagua simu, na moja ya vijana ambao aliwakuta walio na message chafu kwenye simu zao ilikuwa ni ya kwangu. Mimi ndo nilikuwa namba 1. Nakumbuka nilikuwa natumia simu Samsung A80. Ile simu ndo ambayo ilikutwa uchafu wote kwenye simu ile. Updates za mbinguni, miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu leo. Mtu wa Mungu, leo niko na wanandoa maharusi. Wamefanya kitu ambacho Yesu aliwahi kusema wala kenda wa wapi walichokuja kushukuru. Kilichowafanya waje washukuru, naamini kinahitaji kuwa sababu ya baraka kwa vizazi na vizazi, na kujulisha ulimwengu ya kwamba kwa Mungu inawezekana. Wamekuja kushukuru pamoja na mambo mengine mengi. Kubwa waliokuja kushukuru ni kuwalinda ama kuwa na mifumo ambayo ni kama ni ya kikoloni, lakini ikawezesha wao kuishi kwa namna isiyo ya kuharibika. Hawakuharibika kwa maelezo yao. Sisi tunaishia pale, yaliyofunuliwa kwetu ni yetu sisi na watoto wetu, ya sirini ni ya Mungu. Tunaishia kwenye vipimo vya kawaida ambao mara nyingi tunajiridhisha kwa upande wa binti. Upande wa kijana ni tangazo tu ambalo inatosha. Binti yoyote kama aliwahi kuzini naye ajitokeze, ndo tunalolitumia. Lakini kwa vitu vile iko namna ambayo vijana hawa zilitumika, namna ambazo mpaka leo wanasema kweli mchungaji, pale Mungu wako alikutumia sisi kunasuka tukawa hapa. Sasa nataka kidogo wajieleze wao wenyewe kidogo, alafu baadaye nitawauliza swali kuweka sawa lolote ambalo pengine na wewe unaweza kuwa unataka likae sawa. Nianze na mzee hapa, bwana harusi. Yeye amekuja kunishukuru kwa jia nini? Kifupi ameleta na bahasha yao, sadaka yao, kama ishara ya kushukuru, kama ilivyoamriwa na Musa kwamba baada ya Mungu kufanya chochote mnatakiwa muende kushukuru, msiende mikono mitupu kwa mtu wa Mungu. Simuone Sauli alipoenda kwa kumuona nabii. Watu wengi walipokuwa naenda kumuona nabii walijiuliza tunakwenda na nini, kwa sababu haitakiwi tuende hivi tu, aidha kumshukuru au kutafuta kujua chochote. Watu sasa hivi kwa sehemu kubwa, kwa wahubiri kama mimi, kwa sababu sasa najuaga siishi kwa ajili ya fedha, kwa wengi huenda hivyo tu. Lakini huenda ili baraka iwe kubwa zaidi kwenye maisha yako, ni vizuri ikiwa unaweza ukawa unatembea na kila ambacho kiliandikwa kwenye maneno ya Mungu. Lakini watoto hawa wenyewe wamefikiri hivyo. Swala ni kiasi gani, mimi wanachoangalia ni moyo gani unaokuwa umewasukuma kufanya hivyo. Tumuulize kijana, umekuja kushukuru mchungaji, akiwa unahisi kuna sababu zipi za kumshukuru mchungaji, yani kwa kipi na kipi? Kifupi, awali yote namshukuru Mungu kwa namna ninavyoendelea. Lakini na hapa nilipofikia hatua hii mpaka ya kuoa, kwa sababu mimi napenda kusema kwamba mpaka gari naliona limetoka Dar es Salaam, basi ujue kwamba hiyo barabara ambayo naiona imetoka Dar es Salaam mpaka Mbeya au mpaka kwenda kufika Zambia, jua kuna watu waliumia kuichonga barabara mpaka unapita kirahisi na gari lako linafika Zambia. Mimi napenda kumshukuru Mungu hapa nilipofika mpaka nimefikia maamuzi ya kuoa. Nilifika hapa nikiwa na miaka 14 hapa Mbeya mjini. Lakini licha ya kufika hivyo, ni kweli mimi toka leo na miaka mingapi, ili watu wajue ni kwa namna gani kanisa au neno la Mungu limehusika kulinda ujana wako. Hapo na miaka mingapi? Hapa nipo na miaka 29. Kwa hiyo miaka 15 mbele umekuwa
katika hali ya usalama. Naam. Ndio. Asante Mungu, namshukuru Mungu kwa sababu mazingira yaliyotumika mimi kufanya dhambi ilikuwa ni moja ya kitu ambacho kipo karibu sana, kwa sababu mazingira ambayo nilikuwa nayo ya kushika tu fedha nilikuwa nayo, lakini napenda kumshukuru mchungaji kwa sababu yeye ndiye aliyetumika njia ya mpaka mimi kuona usalama wangu wa ujana wangu hapa nilipo, kwa sababu alitumia mfumo ambao kibinadamu kutambua ni kazi ngumu sana. Na hata mimi mwenyewe moyo wangu ulilalamika sana, na baadhi ya watu kulalamika amewaonea sijui nini, kagua mpaka simu. Lakini moja ya kitu ambacho kama uko chini, kajitishe kwa mtu ambaye amekuzidi uwezo wa akili, uwezo wa ufahamu, kuweza kucontrol na kukuongoza, kwa sababu hapa nilipo naponiona ni kweli alinikagua simu, na moja ya vijana ambao aliwakuta walio na message chafu kwenye simu zao ilikuwa ni ya kwangu. Mimi ndo nilikuwa namba 1. Nakumbuka nilikuwa natumia simu Samsung A80. Ile simu ndo ambayo ilikutwa uchafu wote kwenye simu ile. Lakini baada ya kufanya vile nilitulia, nikachukua utulivu mpaka leo hivi na niona nimefunga harusi. Lakini nimepitia moja mazingira ambayo yalikuwa ni magumu sana mpaka leo kufanikisha ujana wangu kuona uko hivi na tunaoa kwa baraka. Mchungaji ametumia mazingira magumu, tulimuona kwa jicho baya, kwa ugumu. Mchungaji gani huyu, si makanisa hapo mengi ya kusali, lakini asante Mungu aliyenipa uvumilivu nikaweza kuabudu, na mpaka sasa namshukuru sana. Namshukuru sana kwa sababu kiukweli maisha ulionayo, ujana wako ukiutunza ni kwa faida yako, na ukiuharibu ni kwa faida yako. Okay. Sitaki nichukue muda mrefu kwa sababu maswali mengi mnayo nyewe, na ambayo tunaweza tukawaita tena wakatoa ufafanuzi. Lakini kutoka hapa pengine nimuulize bibi harusi ambaye sasa ni mke, anakuja kushukuru kwa jambo gani, pamoja na mengine mengi kumshukuru Mungu, lakini namshukuru Mungu pia kupitia mtu wa Mungu. Karibu. Amen. Nami namshukuru Mungu sana kwa sababu ya mchungaji. Ni mengi ambayo ametusaidia. Mimi nakumbuka mara ya kwanza nafika Mbeya, ni mazingira magumu nilikutana nayo, lakini akiwa ni mmoja mtu ambaye alinisaidia kama mtoto wake. Alinipenda, akanielekeza, nikakuta kuna namna ambayo nikasema napitaje sasa hapa, kuna namna ya mazingira nakutana na magumu. Lakini kupitia maelekezo ya ibada alipokuwa anazidi kufundisha, nikaa na moyo wa kuvumilia, nikasema naamini hapa kuna njia ambayo itaweza kunisaidia nikaa na maisha bora zaidi katika wokovu na maelekezo ambayo anazidi kutoa mahali hapa. Nikavumilia wakati huo. Amenisaidia katika mazingira mengi sana. Mimi nilikuwa ni mtu ambaye nimekata tamaa kwa mengi, lakini na namna ngumu nilizokuwa nakutana nazo, lakini yeye akawa faraja kupitia maneno yake aliyokuwa akihubiri. Mimi namshukuru Mungu sana, na vile ambavyo akili yangu ilifunguka kwamba ngoja nipite tu kwenye maelekezo haya. Faida nimeiona mpaka sasa nikiwa nimeolewa. Nimeona kwamba maelekezo yake hayakuwa ya bure, mpaka nimekuwa salama mpaka hapa nilipofikia. Mungu awabariki. Okay, umesema wakati tunaongea kabla, umesema ulikuja hapa ukiwa na miaka 21, na kwamba kuna mahala ulikuwa unasali. Lakini kwa sehemu kubwa binti uliyenusurika kwa sehemu kubwa kwenye kanisa hilo ambayo hatalitaja jina, ulikuwa ni wewe, na ukaja hapa ukaja kukutana na elimu ambayo inataka mabinti wawe salama. Kwa maelezo yako umesema hata watoto wa mchungaji huyo na wenyewe waliharibika, walizini hovyo, lakini wewe ukawa salama. Unaishi kanisa limehusika vipi? Kwingine pengine unaweza kusema neema ya Mungu, na ashukuriwe Mungu. Neema ya Mungu ilikulea, ilikusaidia wewe kuwa salama kule ulikokuwa, kwa sababu ni kama peke yako, kwa sababu ya lifestyle uliokuwa unaishi ikakusaidia. Na kumbe Mungu alikuwa na mchoro wake wa wakati fulani, uje uwe na clean sheet, uwe na namna ambayo hakuna namna chafu. Hii ni msingi mkubwa sana, nitaielezea hapo baadaye. Kanisa limehusika vipi kwa hii miaka 4
kuhakikisha hauchafuki, ama bado neema ya Mungu tu imeendelea kukulinda na kufikisha hapa ulipofika? Amen. Cha kwanza, ibada ya mahali hapa na mchungaji huyu, cha kwanza ni vile ambavyo nilivyokuwa na moyo wa ustahimilivu, yani katika ibada, hata kama nikukutana na ugumu, nilikaa nikajua kabisa hapa katika hali yoyote najua ibada ndio tulizo la mwisho katika hali yoyote. Na mara nyingi huwa napenda kutumia kwamba maisha yote yanahitaji maamuzi, na maamuzi hayo yanaambatana na kufuata maelekezo na kila mtu ambaye alikuwa anakuelekeza. Maamuzi hayo japokuwa atakuwa magumu au mepesi, ukifuata utaona faida mbele. Mimi nimepita katika maelekezo, japo kwa mengine unasema unapitaje hapa, lakini neema ya Mungu pia ilihusika kunisaidia mpaka hivi nilivyo kupitia maelekezo ya ibada. Mara nyingi ilikuwa ukitembea unakuta yani maelekezo yale yanakuwa yani kwenye ufahamu ndio anagonga sana. Kuna wakati ulikuwa unazungusha vitu huko mitaani, vijana wanakuita, wanakutongoza. Ilikuwa rahisi kiasi gani kushinda ushawishi huo huko mitaani, na umekuwa hapa ulipo, umekuwa hivi ulivyo? Amen. Asilimia kubwa nilikuwa nikizungusha biashara nikiwa na ujasiri kabisa. Na vijana asilimia kubwa yani hawakuwa wakinitania kirahisi, wakijua kwamba huyu ni mama mchungaji. Asilimia kubwa wakiniita jina mama mchungaji, nikawa najishangaza, lakini kupitia tu ibada na neema tu ya Mungu ambayo kuna nifunika, nilipita kiwepesi huko mtaani, nikafanya biashara, nazungusha vitu. Vijana yani labda akisema mambo, ila yani kunisogelea kunitongoza yani kwa sio rahisi, kwa sababu sura nilikuwa naonyesha ilikuwa rafiki kwa kweli. Mtu wa Mungu, nimesema maswali mengi unaweza kuwa nayo wewe. Mimi nimetaka tu ujue ilivyo baraka sana ndoa ikianzia kwenye msingi wa aina hii. Kwa ndoa zote ambazo mimi nimefungisha za watoto wangu ni zaidi ya ndoa 10-15, haijachika hata moja. Lakini sehemu kubwa ndoa ambazo zinakuwa na msingi wa aina hii na uhuru wa aina hii, mara nyingi zinakuwa na maendeleo mazuri sana. Nimetaka tu ujue kwa Mungu inawezekana. Ila kuna aina ambayo kuna aina ya maisha style ambayo ilikuwa ndo kwa Mungu unataka kuishi. Kwa sehemu kubwa lazima uwe ni mtumwa au umetiisha uhuru wako kwa mtu mwingine aliyeweza. Hatufungishi ndoa za watu tu ambao hawajawahi kuzini, lakini pia hata kama uliwahi kuzini, yako mafundisho ya kutosha ambayo yanaweza yakasafisha hisia, mawazo na namna zote za uharibifu uliowahi kuharibika. Ila tujua ukija hapa kanisani sisi hauwezi ukaoa kirahisi au kaolewa kirahisi na kijana aliyeko hapa au binti aliyeko hapa, ikiwa tu umekuja una miezi 2, 3, 5, 6. Sisi tunajua kwamba wewe umeleta upupu, kuna mtu anataka kumpaka. Kwa hiyo tuna maisha fulani ya kikoroni sana, mpaka tumeridhia kwamba kweli huenda ni muoaji na ni salama sasa, na siku nyingi baadaye ama zote baadaye ni lazima tukupitishe kwenye vipimo vingi na tuone kwamba wewe kwa mfano simu ulishindwa kuitawala wewe, ikawa inaingiza chochote, inatoa chochote. Ukija hapa mpaka simu yako inatakiwa tukusaidie jinsi ya kuitumia, tutaikagua wakati wowote. Hii ni hiari. Unapojiunga na hili kanisa pana mwongozo ambao unatakiwa usome kwamba hili kanisa tunaamini katika usafi wa mwili wa roho, tunaamini kwenye kusimamiwa katika maeneo ambayo huwezi kujisimamia, tunakagua simu, tunakataza kukopa. Kwa hiyo kama unataka kuwa sehemu ya hili kanisa, kubaliana na haya. Sasa hapo ukikubaliana na hayo ukaenda kushtaki walishika simu yangu, tuko tayari kulipa gharama. Kama utakuja hapo umetumwa ili ukaseme walishika simu yangu, tuko tayari. Wewe umekuja hapa kwa Mungu kama mtoto, manake yamekushinda.
Simu niko unaitumia kwa uhuru, lakini inakupeleka pabaya, inakuletea madhara. Sasa sisi tukasema waje ambao wanajua peke yao, wao wenyewe kwa utashi wao, au kwa familia zao, kwa wazazi wao wameshindwa kuwakunja pengine neno la Mungu kwa njia ya kanuni, sio Mungu mwenyewe. Sasa wanaoweza kutii wakawa wajinga, na ukumbuke njia ya imani inasema wajapokuwa ni wajinga watapotea. Njia ya imani kimsingi unaweza ukaiweza, Yesu alisema, ukiwa mtoto ama ukiwa mjinga ama ukiwa mshamba. Na mimi kimsingi nimehitaji wanaoweza kukubali utoto, ujinga, ushamba. Biblia imesema wajapokuwa wajinga hawatapotea katika njia hiyo. Naamini maisha yao yatakuwa ni maisha ambayo kwa namna moja ya nyingine, hata lingetokea lolote, lakini nataka tuufahamu inawezekana. Kulinda, kutengeneza historia unayoweza ukapita nayo popote, akakuona yeyote, usiogope chochote, na ukamotivate yeyote atakaye kuiga akawa ni salama. Baada ya kusema haya machache, naweza tukawaita tena, ukiuliza swali ambalo linaweza likawa na logic, ama tukafafanua au nikafafanua mwenyewe hata kwa comment tu kule nikakujibu. Kiujumla nataka tufahamu inawezekana. Umechafuka kiasi gani, Mungu anaweza akakusafisha kabisa ufahamu wako, lakini lazima ukubali masharti, vigezo na masharti. Baada ya maneno haya, mimi tena nataka niwaombee baraka mbele ya kamera hiyo. Akiwa amekaa hapo tu, naombea baraka sasa. Mungu wa rehema, Mungu wa neema, Mungu wa baraka, na kushukuru kwa ajili ya vijana hawa. Asante kwa kuwa nilimbuko ama ni moja kati ya vijana ambao baada ya baraka yote ya maisha yao sasa wameona inawezekana ni maisha mapya wameanza kuyaishi ya ndoa. Lakini pamoja na hayo, pamoja kushukuru kwingi kwa namna mbalimbali kanisani, kwa ushukuru watu wote, pia wameona wafanye namna hii. Mungu wa rehema, mtu yoyote alipokuja kushukuru, iliandikwa wale kenda wa wapi. Uisema mtu huyo imani yake imemwokoa, ama kwa kitendo hicho kulikuwa na baraka nyingine na neema nyingine juu yake. Mimi nawaombea hawa neema. Naombea neema juu ya maisha yao. Katika hali yoyote, ningetamani zaidi baraka ya hawa kuwa vinywa vyako, kuwa sauti yako, kuwa sura yako, iwakalie juu yao. Wataanzia wapi? Ni kama hawawezi. Ni kama hata uzungumzaji wao wanaweza akaona hauundi vizuri maneno. Lakini Mungu ulimtumia Musa, sio kwa sababu anaweza kuongea sawasawa, bali kwa sababu ana moyo uliokuelekea. Mungu kwa hiki alichokifanya, lakini pia kwa mioyo yao, maisha yao, pia na wengine ambao wamekufanya, pengine hatukuendelea kama hivi tulivyoendelea na hawa, ama walio na moyo kama wa hawa. Ninawaombea baraka kupitia maombi haya, na wabariki vijana hawa katika jina la Yesu. Mungu uliye kweli, naomba makusudi ya milele yakaonekane juu ya maisha yao, makusudi ya milele ya kumuumba mwanadamu. Mungu nakushukuru kwa kuwa ni mwema, katika jina la Yesu, amen. Basi Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Una wakati mwema. Tumemaliza. Asante sana mtu wa Mungu. Amen.